Na wanafunzi wanaoshukiwa kuhusika katika uchomaji wa bweni katika shule ya upili ya utumishi mjini Gilgil wamewasilishwa mbele ya mahakama ya Naivasha hii leo. Idara ya uchunguzi wa jinai iliwakamata wanafunzi 8 wakidaiwa kuhusika moja kwa moja katika kisa hicho. Tayari wanafunzi hao wamewasilishwa kwenye majengo ya mahakama chini ya ulinzi mkali. Naam, jumla ya wanafunzi 9 ndio waliweza kuwasilishwa mbele ya mahakama hii ya Naivasha siku ya leo wakituhumiwa kuhusika katika kuteketeza bweni la shule ya wasichana ya Utumishi Girls iliyo eneo la Gilgil hapa kaunti ya Nakuru. Na hapa siku ya leo hawakuweza kushtakiwa na kosa lolote, ila wale wanaohusika na upelelezi wameomba kuwazuilia kwa siku 30 zaidi ili kukamilisha upelelezi wao ama uchunguzi wao. Lakini kulingana na maelezo ya mawakili kutoka upande zote mbili ni kwamba kuna zile sheria ambazo zinalinda watoto ambazo wangetaka kuhakikisha kwamba zimechunguzwa ama zimeangaliwa na kuhakikisha kwamba haki za watoto hawa 9 hazijakiukwa, ili kuhakikisha kwamba kuna ule usawa kati ya haki ya wale ambao waliweza kuaga dunia katika mkasa huo wa moto na pia haki ya wale ambao wameweza kuwasilishwa mbele ya mahakama leo. Na baadhi ya zile sababu ambazo upande wa mashtaka uliweza kuwasilisha katika mahakama hii ili kuomba siku zile 30 ni kwamba hawa watoto huenda wakahitilafiana na uchunguzi ambao bado unaendelea, na pia kuna wale walisema kwamba kuna hatari kwamba baadhi ya watu ama unaweza ukavamia wale watoto iwapo wataachiliwa kwa dhamana. Na hizi ni baadhi ya sababu ambazo upande wa kutetea wale watoto wameweza kupinga, wakisema kwamba hawa watoto hawawezi hitilafiana na uchunguzi ambao bado unaendelea, wakisema kwamba hawa bado ni watoto wachanga, na pia wale watoto ambao walio katika shule ile ambao pengine watahusika kama mashahidi hawawezi wakahitilafiana na hawa ambao wanashukiwa, kwa sababu tayari shule ile imeweza kufungwa bila tarehe yoyote kupeanwa ya kufunguliwa. Lakini kwa sasa hakimu ambaye amekuwa akishughulikia kesi hii ameelekeza kwamba kesi hii atakuwa akitoa uamuzi wa iwapo atawaachilia kwa dhamana au la hapo siku ya kesho tarehe ama saa 8. Lakini kwa sasa watoto hao ama ambao sasa kwa sasa wanaangaliwa kama washukiwa watarejeshwa katika vituo vya polisi vya Naivasha, Gilgil na pia Elementaita. Hapo awali walikuwa baadhi yao walikuwa wanazuiliwa katika shule ile, na baada ya uchunguzi kufanywa waliweza kuzuiliwa katika vituo hivyo vitatu vya polisi. Hapo awali ilikuwa imeripotiwa kwamba watoto washukiwa 8 ndio walikuwa wametajwa katika kisa hiki, lakini siku ya leo wakati walipowasilishwa mbele ya mahakama wamewasilishwa wakiwa watoto 9, na kwamba hii ni kesi ambayo inahusisha vifo vya wanafunzi 16 ambao walikuwa ndani ya bweni hilo, na ni kesi ambayo tunazidi kuangazia hadi kilele chake. Nikiripotia runinga ya KTN kutoka hapa Naivasha, mimi ni Ken Gashuhi. Asante sana Ken Gashuhi, taarifa hiyo tutaipata kwa kina mwendo wa